Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Agosti 5 ya mwaka 2026. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema waliofanywa kuwa wana na binti. Hii imejengeka katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waefeso sura ile ya 1 aya ya 5 na ya 6, ambapo neno la Mungu linasema, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo umetuneemesha katika huyo mpendwa. Kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, agano lilifanywa kwamba wote waliokuwa watiifu, wote ambao kupitia neema tele iliyotolewa wawe watakatifu katika tabia na bila lawama mbele za Mungu, kwa kuitumia neema hiyo wapate kuwa watoto wa Mungu. Tunapata kila kitu kutokana na neema ya bure, neema bora. Neema katika agano iliagiza kufanywa kwetu kuwa wana. Neema katika Mwokozi ilitekeleza ukombozi wetu, kuzaliwa kwetu upya na kufanywa kwetu kuwa warithi pamoja na Kristo. Tunapoamini kikamilifu kwamba sisi ni wake kwa kuasilishwa, kufanywa kuwa wana, tunaweza kuionja ladha ya mbinguni. Tuna ukaribu naye na tunaweza kuwa na mazungumzo matamu pamoja naye. Tunaona picha dhahiri ya upole na huruma yake, na mioyo yetu inavunjwa na kuyeyushwa kwa kutafakari upendo ule ambao tumepewa. Tunamhisi hasa Kristo anayekaa ndani ya Roho. Tunakaa ndani yake na tunajisikia tuko nyumbani pamoja na Yesu. Tuna hisia yenye utambuzi wa upendo wa Mungu na tunapumzika katika upendo wake. Hakuna lugha inayoweza kuueleza. Inapita elimu yote, maarifa yote. Tu umoja pamoja na Kristo. Uzima wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Tuna uhakika kwamba yeye aliye uzima wetu atakapodhihirika, ndipo nasi tutadhihirishwa pamoja naye katika utukufu. Kwa ujasiri mkuu tunaweza kumwita Mungu Baba yetu. Wote waliozaliwa katika familia ya mbinguni ni ndugu wa Bwana wetu kwa namna ya pekee. Upendo wa Kristo huwaunganisha pamoja na washiriki wa familia yake, na popote pale upendo huo unapoonekana, uhusiano na Mungu unadhihirishwa. Upendo kwa mwanadamu ni udhihirisho wa duniani wa upendo wa Mungu. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuupandikiza upendo huu ili kutufanya kuwa watoto wa familia moja. Mfalme wa utukufu alikuwa umoja pamoja nasi. Maneno yake ya kuagana yatakapotimizwa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, katika Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 ya 12. Tunapoupenda ulimwengu kama ambavyo yeye ameupenda, ndipo utume wake kwetu umetimizwa. Tunafanywa kufaa kwa ajili ya mbingu kwa sababu tunayo mbingu mioyoni mwetu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Leo ni Agosti 5 mwaka 2026. Kumbuka mada ilisema waliofanywa kuwa wana na binti. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.